Mheshimiwa Spika, awali ya yote na mimi niungane na wenzangu kumshukuru Mungu kwa kutujalia afya njema hadi leo tunapohitimisha shughuli zote zilizopangwa katika mkutano huu wa pili wa Bunge la 13. Mheshimiwa Spika, naomba pia kutumia bunge lako tukufu kuendelea kumpongeza Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake mahiri na juhudi zake za kuwatumikia wananchi kwa mapenzi ya dhati na jitihada za dhati. Sote ni mashahidi na tunatambua kazi kubwa anayoifanya katika maendeleo ya taifa letu. Uongozi wake unaendelea kuwa chachu ya matumaini na dira ya mwelekeo wa taifa letu. Mheshimiwa Spika, niungane na waheshimiwa wabunge wote kumtakia kila laheri Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan na afya njema, hekima na nguvu zaidi katika kutekeleza majukumu yake makubwa ya kuliongoza taifa letu. Mheshimiwa Spika, nitumie pia fursa hii kukupongeza wewe mwenyewe pamoja na Mheshimiwa Naibu Spika kwa kazi kubwa na nzuri ya kuliongoza bunge letu. Wakati wa kipindi chote cha mkutano huu wa pili, tumeshuhudia mkiongoza mijadala yote kwa umahiri wa juu, na sina shaka waheshimiwa wabunge wenzangu mtakubaliana nami kuwa mafanikio ya mkutano huu yametokana na weledi mkubwa wa Mheshimiwa Spika na wasaidizi wake katika kusimamia shughuli za bunge. Na kupongeza sana Mheshimiwa Spika, wewe pamoja na wasaidizi wako. Ninawashukuru pia waheshimiwa wabunge kwa pongezi zenu kwa serikali na kwa michango yenye dhamira ya dhati ya kuboresha mipango na kazi zilizokusudiwa kutekelezwa na serikali katika kipindi hiki cha miaka mitano. Mjadala huu umeendelea kuthibitisha uimara wa bunge katika kutekeleza wajibu wake wa kikatiba wa kuishauri na kuisimamia serikali kikamilifu. Michango na maoni yenu katika mkutano huu vimepokelewa na vitafanyiwa kazi kikamilifu. Mheshimiwa Spika, tangu alipoapishwa na kuingia madarakani, Mheshimiwa Rais amefanya teuzi ambazo zimelenga kuimarisha utendaji na utoaji wa huduma kwa wananchi. Nitumie nafasi hii kuwapongeza waheshimiwa mawaziri, naibu mawaziri, makatibu wakuu na watendaji wengine walioteuliwa kwenye nyadhifa mbalimbali. Nitumie fursa hii pia kuwapongeza waheshimiwa Najib Magiga, Mheshimiwa Deodatus Mwanyika, Mheshimiwa Cecilia Daniel Pareso kwa kuteuliwa kuwa wenye viti wa bunge. Vile nawapongeza kwa kazi kubwa ya kusaidia katika kutekeleza majukumu ya kuliongoza bunge hili. Ninapenda pia kutumia fursa hii kuwapongeza waheshimiwa wabunge waliochaguliwa kuwa wenye viti na makamu wenye viti wa kamati za bunge za kudumu. Naendelea kuhakikishia kuwa serikali itafanya kazi bega kwa bega na itawapa ushirikiano wote unaohitajika. Na kwa masikitiko makubwa, ninaungana tena na waheshimiwa wabunge wenzangu kutoa salamu za pole kwa bunge lako tukufu kutokana na vifo vya wabunge wenzetu wawili, Mheshimiwa Jenista Mhagama ambaye alikuwa mbunge wa jimbo la Peramiho aliyeaga dunia tarehe 11 Disemba 2025 jijini Dodoma. Pia Mheshimiwa Halima Nasoro, mbunge wa viti maalum aliyeaga dunia tarehe 18 Januari 2026 jijini Dar es Salaam. Wakati wote tutaendelea kuwakumbuka na kukumbuka michango yao katika maendeleo ya taifa letu. Mwenyezi Mungu awape pumziko la amani. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii pia kuwapa pole Watanzania wenzangu wote waliopoteza ndugu zao, ndugu jamaa na marafiki waliopata madhara mbalimbali kutokana na ajali za barabarani na matukio mengine. Ninaomba Mungu awape subira waliopoteza ndugu zao, majeruhi wapone haraka na marehemu wapumzike kwa amani. Mkutano huu kimsingi ni wa kwanza kujadili taarifa mbalimbali za serikali katika bunge la 13. Nimefurahishwa na namna ambavyo waheshimiwa wabunge wenzangu mlivyotoa michango na ushauri wenu kwenye shughuli hizi za kibunge. Hongereni sana, mnaendelea kukidhi matarajio ya Watanzania. Pamoja na shughuli nyingine za bunge, mkutano wa pili wa bunge la 13 ulipokea na kujadili taarifa zifuatazo. Moja,
hotuba ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyoitoa wakati wa ufunguzi wa Bunge la 13. Mpango elekezi wa maendeleo wa muda mrefu, yani 2026-2027 hadi 2051. Mapendekezo ya mpango wa 4 wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano, yani 2026-2027 hadi 3031. Mapendekezo ya mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Mapendekezo ya mwongozo wa maandalizi wa mpango na bajeti ya serikali wa muda wa kati, yani 2026-2027, 2028-2029. Mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali wa mwaka 2026, The Written Laws Miscellaneous Amendments Bill 2026. Mswada wa sheria ya mikopo kwa dhamana za mali zinazohamishika wa mwaka 2026. Mheshimiwa Spika, kupitia mkutano huu, waheshimiwa wabunge wameuliza maswali 146 ya msingi na mengine 482 ya nyongeza ambayo yalijibiwa na serikali. Hali kadhalika, maswali 7 ya papo kwa papo yaliulizwa kutoka kwa waheshimiwa wabunge na kujibiwa na Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kufuatilia kwa makini mijadala ya waheshimiwa wabunge, ambapo hoja zilizotolewa zimeonyesha wazi kuunga mkono jitihada kubwa za serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Wakati huo huo, waheshimiwa wameendelea kutoa maelezo na matarajio yao ya kuona miradi hiyo, hususan maji, nishati, barabara na miundombinu mingine ikikamilika kwa haraka ili wananchi waweze kunufaika kikamilifu. Tayari nimewaelekeza waheshimiwa mawaziri, waziri wa fedha, waziri wa ujenzi, waziri wa maji, waziri wa nishati pamoja na TAMISEMI kuandaa mchanganuo wa kina wa miradi yote iliyoainishwa na inayoendelea kutekelezwa kwa kusuasua ama kusimama. Mchanganuo huo pia uhusishe miradi ambayo ilikwisha kusainiwa lakini haijaanza kutekelezwa, ili ambayo hati zake zimewasilishwa na malipo hayajafanyika, ili kuweka mkakati madhubuti wa kukamilisha malipo na hatimaye kuhakikisha utekelezaji wa miradi hiyo unaendelea. Ninatoa maelekezo mahususi kwa waheshimiwa mawaziri husika kuhakikisha zoezi hili linakamilika kabla ya kuanza kwa vikao vya bunge vya bajeti, ili hoja ambazo waheshimiwa wabunge wameziibua ziweze kuwa na majawabu na taarifa ya utekelezaji wa hoja ambazo waheshimiwa wabunge wamezitoa. Mtakumbuka kuwa tarehe 2 Februari 2026, waziri wa mpango na uwekezaji na waziri wa fedha waliwasilisha bungeni mpango elekezi wa maendeleo wa muda mrefu 2026-2027 hadi 2050-2051 na mapendekezo ya mpango wa 4 wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano, yani 2026-2027 hadi 2030-2031, mapendekezo ya mwongozo wa maandalizi ya mpango na bajeti ya serikali kwa muda wa kati, yani 2026-2027 hadi 2028-2029, na mapendekezo ya mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka 2026-2027. Mheshimiwa Spika, mpango elekezi wa maendeleo wa muda mrefu umeainisha malengo mahususi na afua kwa kuzingatia shabaha na vipaumbele vilivyoainishwa katika dira ya 2050. Kwa kuzingatia ongezeko la watu nchini na athari zake katika upatikanaji wa ardhi, huduma za jamii, miundombinu, umuhimu wa kuharakisha mageuzi ya kiuchumi na kukuza uwekezaji, mpango elekezi umeweka mkazo maalum katika maeneo 6 yafuatayo. Mosi, upangaji miji endelevu na unaozingatia utunzaji wa mazingira. 2, ushirikishwaji mpana katika kupanga mipango ya maendeleo. 3, kuongeza wigo na ubora wa huduma za jamii. 4, kuongeza tija katika kilimo, uzalishaji viwandani na utoaji wa huduma kwa kuongeza kasi ya matumizi ya teknolojia, ikiwemo matumizi ya digitali, ubunifu na uongezaji thamani wa mazao mbalimbali. 5, kuweka mazingira rafiki na yanayotabirika ya uwekezaji na kufanya biashara ili kuweza kuvutia mitaji kutoka sekta binafsi
ya ndani na nje ya nchi. Na sita, kufanya mageuzi katika mfumo wa utawala na mabadiliko ya utamaduni na mitazamo. Mheshimiwa Spika, mpango wa 4 wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano, yani 2026-2027 hadi 2030-2031 una dhima ya mageuzi kwa ajili ya ukuaji wa uchumi jumuishi na uzalishaji wa ajira. Hatua hii inaweka msukumo wa kipekee katika kutekeleza mageuzi makubwa yatakayobadilisha mifumo, mitazamo na mwenendo katika utendaji ili kuchochea tija katika uzalishaji na kuongeza uwezo wa nchi katika kushindana kikanda na kimataifa na kuchochea muunganiko wa sekta mbalimbali. Lengo ni kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha usafiri na usafirishaji wa bidhaa, viwanda, biashara katika kanda na kimataifa. Mheshimiwa Spika, mapendekezo ya mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2026-2027 ni ya kwanza katika utekelezaji wa mpango wa 4 wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano. Maeneo ya kimkakati yaliyopendekezwa kupewa kipaumbele katika mpango huo ni kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani kwa kufanya mageuzi ya mifumo ya utendaji ya taasisi na kuimarisha utawala bora. Na 2, kuimarisha uwezo wa watu na maendeleo ya kijamii ili kuwa na watu wenye ujuzi, afya na wanaoweza kuhimili mabadiliko. Na 3, kuimarisha miundombinu ya kidigitali, nishati na usafirishaji fungamanishi. Na 4, kuimarisha sekta zinazochochea uzalishaji unaoongeza thamani na ukuaji jumuishi. Na 5, kuimarisha uhifadhi wa mazingira na uwezo wa nchi katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mheshimiwa Spika, kuhusu mapendekezo ya mwongozo wa maandalizi wa mpango na bajeti ya serikali katika muda wa kati ya 2026-2027 na 2028-2029, serikali itatekeleza vipaumbele katika miradi inayoendelea iliyosainiwa pamoja na vipaumbele vilivyoainishwa katika mpango wa kwanza wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano. Maeneo mahususi ya kipaumbele katika matumizi ni kugharamia miradi ya kielelezo, kimkakati na miradi inayoendelea. Mheshimiwa Spika, tutabana matumizi katika maeneo yasiyo ya lazima, yasiyoathiri shughuli za serikali ili fedha hizo ziweze kuelekezwa kwenye miradi ya maendeleo. Tutaelekeza fedha katika kulipa deni la taifa, mishahara ya watumishi wa umma na huduma za jamii. Mheshimiwa Spika, tuna mambo makubwa ambayo yako mbele yetu, likiwepo jambo la utekelezaji wa bima ya afya kwa wote ambayo imeanza na makundi maalum, lakini pia na mabadiliko ya mitaala ambayo itaanza kutekelezwa siku sio nyingi. Katika maandalizi ya mpango na bajeti kwa mwaka 2026-2027, maelekezo ya kimkakati kwa maafisa masuhuli ambayo yanapaswa kuwa na msukumo wa pamoja. 1, kwa kuwa serikali imepanga kuongeza 5% kwenye mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu inayotokana na mapato ya ndani ya halmashauri, ninaelekeza ofisi za wakuu wa mikoa pamoja na wakuu wa wilaya kusimamia mamlaka za serikali za mitaa kutumia kwa pamoja 5% kati ya zile 15% ambazo zinatolewa kwenye mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kwa ajili ya uwekezaji kwenye miradi ya kuboresha mazingira ya kufanyia biashara, yani miundombinu, ujasiriamali, ili kuweza kuvutia kuongeza fursa za ajira kwa makundi haya. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii pia kufafanua kwenye hoja za wabunge. Mheshimiwa mbunge aliongelea kuwa kwenye awamu ya 5 yalifanyika maelekezo ya wafanyabiashara wadogo kupewa vitambulisho na kwamba sasa hoja hiyo imekufa. La hasha. Mheshimiwa Spika, hoja hiyo haijafa bali imeboreshwa zaidi. Mheshimiwa Spika, awali kitambulisho kilikuwa kinagharimu takriban shilingi 20,000 na hakikuwa cha kidigitali na kilikuwa kinatumika kwa mwaka mmoja tu. Mheshimiwa Spika, kwa sasa kitambulisho kinachotolewa ni cha kidigitali na kinadumu kwa miaka 3. Kwa hiyo inapoonekana kwamba
katika baadhi ya miaka haifanyiki kwa baadhi ya watu, ni kwa sababu kitambulisho wanachotumia sasa kinatumika kwa miaka mitatu na ni kitambulisho cha kidigitali. Maana yake nini? Kwamba kitambulisho hicho kimeunganishwa na mifumo mingine ikiwemo mfumo wa NIDA. Awali kitambulisho hicho kilikuwa hakijaunganishwa na mifumo mingine kwa sababu hakikuwa cha kidigitali. Kwa sasa, kwa kutumia kitambulisho hicho, aliyepewa, mnufaika anaweza kukitumia kama dhamana kuweza kupata mkopo, kwa sababu kina taarifa zote zile ambazo zipo kwenye mfumo wa NIDA. Na tangia kitambulisho hicho kibadilishwe na kuwa cha kidigitali, Mheshimiwa Spika, kilipoboreshwa tangu Januari 2025 hadi sasa, mwaka mmoja umepita, matokeo yake zaidi ya bilioni 10.9 zimekwisha kutolewa na wanufaika zaidi ya 5,347 wamekwisha kunufaika nacho. Kwa hiyo zoezi hilo linaendelea na utekelezaji wake utaendelea kuboreshwa zaidi na zaidi ili wanufaika wengi zaidi waweze kunufaika. Maafisa masuhuli wanakumbushwa kuzingatia mkakati wa kulinda wawekezaji wa ndani kwa kutoa kipaumbele cha kwanza katika zabuni na masharti ya mikataba na malipo ya hati za madai. Na tatu, maafisa masuhuli kuandaa mikakati ya kuzalisha na kulea na kukuza wajasiriamali wadogo, wakati na wakubwa kupitia dhana ya ushirikishwaji wa wananchi katika utekelezaji, uwezeshaji na upatikanaji wa mikopo ya gharama nafuu ili kuwezesha uibwaji wa fursa za ajira hususan kwa vijana. Taasisi na mashirika ya umma hususan yanayojiendesha kibiashara yaweke mikakati ya kuondokana na utegemezi wa ruzuku kutoka serikalini ifikapo Juni 2029 ili kutoa fursa kwa serikali kutekeleza miradi ya maendeleo inayowahusu wananchi. Mheshimiwa Spika, tunazikumbusha pia mamlaka za serikali za mitaa kuongeza uwazi katika utekelezaji wa miradi katika halmashauri zetu. Mapato yote yajulikane kwa waheshimiwa wabunge na waheshimiwa madiwani. Masuala ya mapato na fedha za miradi ya maendeleo isiwe siri kila wakati. Katibu tawala wa mikoa wanapopokea fedha na kuzisambaza kwenda kwenye halmashauri zetu, watoe nakala ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi ya mbunge, meya, wenye viti wa halmashauri pamoja na madiwani. Nimemwelekeza Mheshimiwa Waziri aandike barua kwa maafisa masuhuli wote kuweka uwazi huo. Waheshimiwa wabunge, kila mradi unaotekelezwa mpate nakala, miradi ambayo iko hatua za kutekelezwa, lakini na kila fedha zinapokuja, fedha za miradi, ofisi za wabunge, mamea, wenye viti wa halmashauri, madiwani wapate nakala za fedha ambazo zimeshakuja na aina ya miradi inayokwenda kutekelezwa. Mheshimiwa Spika, katika kuongeza uwazi pia nimeelekeza ratiba za vikao vya baraza la madiwani zizingatie ratiba ya vikao vya bunge. Mheshimiwa Spika, vikao vya bunge sio vya dharura. Hata leo tutakapoahirisha bunge tutataja vikao vya kukutana tena. Kwa hiyo ni rahisi kwa vikao vya halmashauri kupangwa kwa kuzingatia ratiba hizo za bunge. Na Mheshimiwa Spika, kulikuwa na maana wabunge kuwa wajumbe wa vikao vya mabaraza ya madiwani. Tusitumie mazoea ya kuwatoa wabunge kwenye vikao hivyo vya halmashauri. Miradi yote ambayo ipo kwenye hatua za utekelezaji, gharama zake zijulikane na fedha zitakazokwenda kutekeleza miradi hiyo zijulikane. Lengo la kuweka uwazi huu ni kuweza kuwasaidia wabunge pamoja na wawakilishi wengine kuweza kufuatilia utekelezaji wake, thamani ya fedha na hali halisi ya utekelezaji wa miradi, ili waweze kuishauri na kuisimamia serikali vizuri. Ili kuhakikisha utekelezaji wa maelekezo haya, ninaomba waheshimiwa wabunge, mnaporejea
majimboni, fuatilieni kwa karibu utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika maeneo yenu, na ninaelekeza wekeni hata mawe ya msingi na zindueni miradi katika maeneo ambayo iko tayari. Vilevile hakikisheni mnapata taarifa za utekelezaji wa kila mradi na maeneo ambayo mnashauri tutumie fursa zote zilizopo katika maeneo hayo. Tumieni fursa za vikao vya halmashauri, tumieni fursa ya vikao vya baraza la ushauri la wilaya yani DCC, tumieni vikao vya baraza la ushauri la mkoa yani RCC, wizara za kisekta, na ikibidi hata ofisi ya waziri mkuu kama kuna jambo ambalo mnaona linahitaji ichukuliwe hatua. Kwa kuwa mchango wa sekta binafsi katika utekelezaji wa dira ya taifa ni mkubwa, niungane na waziri wa mipango na uwekezaji kutoa rai kwa viongozi na watendaji wote serikalini kuhakikisha tunathamini na kuhakikisha sekta binafsi katika hatua mbalimbali za kupanga na kuwashirikisha sekta binafsi katika hatua mbalimbali za kupanga na kutekeleza miradi yote ya maendeleo. Sekta binafsi ipewe heshima kama ambavyo sekta ya umma inavyopewa, ili kuweza kuhakikisha ule ubia wa sekta ya umma pamoja na sekta binafsi unaleta maana. Bunge lako limepata muda wa kuchangia na kushauri serikali juu ya mipango na mwongozo wa maandalizi ya bajeti kama ilivyoainishwa hapa bungeni, kama ilivyowasilishwa hapa bungeni. Aidha, tunaliahidi bunge lako tukufu, Mheshimiwa Spika, kuwa tutafanyia kazi maoni na ushauri vyote vilivyotolewa na waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Spika, sote tunakumbuka kuwa wakati wa kampeni za uchaguzi wa mwaka 2025, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alitoa ahadi mbalimbali kwa wananchi. Ahadi hizo zipo na zile zilizoahidiwa kutekelezwa ndani ya siku 100 baada ya serikali kuingia madarakani. Mheshimiwa Spika, ahadi za Mheshimiwa Rais zimeendelea kutekelezwa kikamilifu na waheshimiwa mawaziri wa kisekta wamekuwa wakitoa taarifa za utekelezaji na mafanikio yaliyopatikana. Nami nitumie fursa hii kwa muhtasari kuainisha baadhi ya mafanikio ambayo yameshapatikana katika utekelezaji wa ilani na yale ambayo yameshapatikana katika utekelezaji wa ahadi za siku 100. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa afya, serikali imepata mafanikio makubwa ikiwemo kuongeza wigo wa upatikanaji na ufanisi wa utoaji wa huduma za afya hapa nchini. Mafanikio yaliyopatikana katika sekta ya afya ni pamoja na haya yafuatayo: kuendelea kuratibu utekelezaji wa mpango wa taifa wa bima ya afya kwa wote kwa awamu ya majaribio ambao unahusisha makundi maalum ya watoto, wazee, wajawazito na watu wenye ulemavu, kugharamia kwa 100% matibabu ya vipimo vya kibingwa kwa magonjwa sugu yasiyoambukiza yakiwemo saratani, figo, moyo, sukari, mifupa na mishipa ya fahamu, kuondoa zuio la kuchukua miili ya marehemu katika vituo vya umma vya kutolea huduma za afya kwa kigezo cha madeni kote nchini, na kufanya uwekezaji mkubwa wa miundombinu ya afya, kuajiri watumishi wa afya 5,000 na kuwapangia vituo vya kazi kote nchini, kutoa zaidi ya shilingi bilioni 39 ili kuboresha huduma za uzazi na watoto wachanga katika vituo 89 vya kutolea huduma za afya, kuongeza vituo vya upasuaji wa dharura kutoka vituo 523 kwa Oktoba 2025 hadi vituo 578 Januari 2026, na kuongeza uwezo wa taifa kukabiliana na athari za VVU na ukimwi kwa kuhakikisha utoshelevu wa dawa za kufubaza makali ya ukimwi kwa kufufua kiwanda cha Tanzania Pharmaceutical Industries kilichopo mkoani Arusha na kuongeza fedha za ndani kupitia mfuko wa udhamini wa afua za ukimwi. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa elimu, serikali imeendelea kuhakikisha kuwa upatikanaji wa elimu bora katika ngazi mbalimbali. Lengo ni kuwezesha wanafunzi wa Kitanzania kupata ujuzi utakaomudu ushindani wa kitaifa na kimataifa. Hivyo mafanikio yaliyopatikana ndani ya siku 100
ni pamoja na kuzindua mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu unaolenga kuhakikisha watoto wa darasa la 3 anasoma na kuandika na anahesabu bila shida. Kuajiri walimu na kuwapangia vituo vya kazi walimu 7,000 kama ambavyo iliahidiwa wakati wa kampeni, wakiwa ni walimu wa masomo ya sayansi na hisabati. Mheshimiwa Spika, pia kuimarisha mpango wa pamoja kati ya waajiri, vyuo vya ufundi stadi pamoja na vyuo vikuu kwa lengo la kulinganisha mafunzo na mahitaji ya sekta za kipaumbele. Kuimarisha matumizi ya TEHAMA shuleni kwa kusambaza vifaa katika shule za msingi na sekondari. Kuongeza fursa za upatikanaji wa elimu kwa kuendelea kutoa mikopo ya elimu ya juu kupitia mikopo ya wanafunzi pamoja na ufadhili kutekeleza mpango wa elimu bila ada kwa shule za msingi na sekondari. Na kuendeleza tafiti na ubunifu kupitia mfuko maalum wa Samia Commercialization Fund ili kukabilisha ubunifu na teknolojia. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa maji, katika kuhakikisha upatikanaji wa maji ya uhakika kwa matumizi ya nyumbani, kilimo, mifugo na shughuli nyingine za kiuchumi, serikali imetekeleza yafuatayo. Mheshimiwa Spika, serikali imeanza ujenzi wa gridi ya taifa ya maji kwa kukamilisha usanifu na upembuzi yakinifu wa miradi mikubwa ya kimkakati ikiwemo ule wa kutoa maji ziwa Victoria hadi Dodoma kupitia Singida, pamoja na miradi ya kipaumbele ya maji ya mto Rufiji katika mkoa wa Dar es Salaam, Pwani pamoja na Lindi, na mto Ruvuma katika halmashauri za Mtwara, Mikindani. Mheshimiwa Spika, upande mwingine ni kuendeleza maandalizi ya miradi ya kupeleka maji kutoka ziwa Victoria, ziwa Tanganyika kwenda mikoa ya Kigoma, Katavi pamoja na Rukwa, kufanikisha kukamilika kwa miradi 16 ya maji na kuendelea na ujenzi wa miradi 71 mingine ya maji itakayowanufaisha Watanzania zaidi ya milioni 3 kote nchini. Na la mwisho, kulipa fidia kwa wananchi na kusaini mikataba ya kuboresha huduma za maji safi na usafi wa mazingira katika mikoa ya Mbeya, Njombe, Geita, Singida, Mwanza pamoja na Morogoro. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua dhamira na msisitizo wa Mheshimiwa Rais katika kuhakikisha upatikanaji wa maji kwa Watanzania, tarehe 2 Januari 2026 nilifanya ziara kutembelea na kukagua maendeleo ya ujenzi wa bwawa la Kidunda ambao nilijionea binafsi hatua ambayo imefikiwa katika utekelezaji wa mradi huo ikiwa ni asilimia zaidi ya 40. Hakika mradi huu ukikamilika utaendelea kutatua changamoto ya maji kwa mikoa ya Dar es Salaam, Pwani na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Morogoro ikiwemo Ngerengere na Bwata pamoja na maeneo ya mkoa wa Tanga yani Kuwasunga kule Handeni. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameruhusu kufanyika kwa mradi huo, nilielekeza Wizara ya Fedha pamoja na Wizara ya Maji kuharakisha malipo ya hati zilizokuwa zimekwisha wasilishwa na kiasi cha shilingi bilioni 24.83. Nimepewa taarifa kwamba kiasi hicho tayari kimekwisha kulipwa hapo Januari 31, 2026. Nielekeze Wizara ya Maji kuendelea na kusimamia na kutekeleza kwa ukaribu kusimamia kwa ukaribu utekelezaji wa mradi huo ili ukamilike kwa wakati kama maelekezo yalivyotolewa na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa nishati, serikali imeendelea kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia na kupata mafanikio makubwa. Mafanikio haya yameimarisha upatikanaji wa nishati ya uhakika kwa matumizi ya kijamii na kiuchumi na kuharakisha maendeleo ya taifa. Sambamba na hilo, serikali imefanikisha mambo yafuatayo: kuwezesha upatikanaji wa majiko banifu na mitungi ya gesi yani LPG kwa ruzuku, kuendelea kuhamasisha taasisi zinazolisha watu zaidi ya 100 kwa siku kuhamia katika matumizi ya nishati safi ya kupikia, ujenzi wa miundombinu ya kusambaza gesi asilia na kuanza kwa kuunganishwa katika nyumba kwenye mikoa ya Lindi na Pwani. Mafanikio mengine ni kuandaa mazingira ya uzalishaji wa nishati mbadala kupitia mitambo ya mkaa mbadala katika mikoa ya Tabora na Dodoma. Mafanikio mengine ni kutekeleza miradi ya kuunganisha umeme kwa wateja wapya, kukamilisha awamu ya kwanza ya mradi wa kuzalisha umeme wa jua megawati 50 wilayani Kishapu mkoani Shinyanga
utakaounganishwa katika gridi ya taifa. Na mafanikio mengine ni kuendelea kwa utekelezaji wa miradi ya kupeleka umeme katika vitongoji 9,009 yenye thamani ya zaidi ya shilingi trilioni 1.2 ambayo wizara ilikwisha kama tulivyoshuhudia utiaji saini wake ukifanyika. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa uwezeshaji wananchi kiuchumi, serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali ili kuwezesha wananchi kiuchumi. Hatua ambazo zimechukuliwa ni pamoja na kuongeza upatikanaji wa mitaji kwa ajili ya biashara ndogo ndogo na za kati na kampuni changa. Mnamo tarehe 5 Februari 2026 nilishiriki kwenye tukio muhimu la uzinduzi wa utoaji wa mitaji yenye thamani ya shilingi bilioni 200 ili kuwezesha wakulima, wafugaji, wavuvi, wafanyabiashara, maafisa usafirishaji, wasanii na kampuni changa za vijana kuongeza mitaji, kukuza biashara na kuchangia ajira na ukuaji wa uchumi. Mheshimiwa Spika, miongoni mwa sifa alizonazo Daktari Samia Suluhu Hassan, mojawapo ni anapoahidi anatekeleza. Tayari bilioni 200 zimekwisha kutoka. Pia mafanikio mengine ni kutoa mikopo mingine yenye masharti nafuu katika mfuko mbalimbali na kufanikisha wafanyabiashara wadogo wadogo wakanufaika, wajasiriamali na kampuni changa, kwa kuwatambua na kuwasajili wafanyabiashara wadogo zaidi ya milioni 100 na kuwapatia mikopo yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 707.4 ikiwa imetoka katika taasisi za kifedha yani NMB, DCB na TCB. Mheshimiwa Spika, nitumie bunge lako tukufu kutoa rai kwa Watanzania kuendelea kutumia taasisi za kifedha zilizo rasmi na kuepukana kwenda kwenye taasisi za uchochoroni ambazo zinatoa mikopo ya kausha damu. Hakuna benki yenye masharti mabaya kuliko yale ambao Watanzania baadhi yetu wanaenda kuyapata kwenye kausha damu. Tuende kwenye taasisi zetu rasmi, tusiziogope, tukapate utaratibu wa mikopo iliyo rasmi ili kujiepusha na matatizo ambayo yamekuwa yakijitokeza kwenye baadhi ya taasisi ambazo hazijasajiliwa na riba zake haziko regulated na zinaleta matatizo kwa wananchi wetu. Mheshimiwa Spika, mafanikio mengine yaliyopatikana kwenye sekta ya fedha ni kuimarisha sekta ya fedha. Serikali imeendelea kuboresha usimamizi wa mapato na uthabiti wa uchumi. Maboresho haya yamewezesha kuongezeka kwa makusanyo ya mapato ya ndani na kuvuka malengo yaliyokuwa yamewekwa. Hatua hiyo imewezesha serikali kutekeleza ahadi mbalimbali zilizotolewa na Mheshimiwa Rais, ikiwemo ya kugharamia huduma za jamii, miradi ya maendeleo na uwezeshaji wananchi kiuchumi. Mathalan, katika kipindi cha Novemba hadi Disemba 2025, Mamlaka ya Mapato Tanzania imekusanya shilingi trilioni 6.99 sawa na 101.89 ya lengo la kukusanya shilingi trilioni 6.86. Mheshimiwa Spika, hayo ni mafanikio makubwa na ndio yanayowezesha miradi kutekelezwa. Nazielekeza wizara za kisekta ambazo hazijakamilisha utekelezaji wa ahadi za Mheshimiwa Rais kwa kutoa taarifa kuhakikisha mpango wa utekelezaji wake unakamilika na taarifa hizo zinatolewa. Kukamilika kwa utekelezaji wa ahadi hizo iwe kigezo cha utendaji ndani ya serikali, na pia niendelee kuelekeza uimarishaji wa utoaji wa huduma bora kwa wananchi kwa kujenga miundombinu na kutatua kero za wananchi. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa kilimo, serikali kupitia Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini ilitoa utabiri wa uelekeo wa msimu wa mvua za vuli kwa kipindi cha kuanzia Oktoba hadi Disemba 2025 na mwelekeo wa mvua za msimu zilizoanza Novemba 2025 hadi Aprili 2026. Kama ilivyotabiriwa, mvua za vuli zilikuwa chini ya wastani katika baadhi ya maeneo na hivyo kuathiri ukuaji wa mazao pamoja na mavuno. Hata hivyo, kipindi cha nusu ya pili ya msimu wa mvua za mwezi Februari 2026 hadi Aprili 2026 kinatarajiwa kuwa na ongezeko la mvua ikilinganishwa na nusu ya kwanza. Kwa ujumla, hali ya mazao mashambani inaendelea vizuri na mazao mengi yapo katika hatua za ukuaji
katika maeneo yanayopata mvua za vuli, na baadhi ya mazao yameanza kuvunwa, hususan mahindi na maharage. Kadhalika, mazao mengine yapo katika hatua mbalimbali za ukuaji na yanaendelea vizuri. Nitumie fursa hii kuwaelekeza maafisa ugani kuendelea kutoa ushauri wa kitaalamu kwa kuwatembelea wakulima kwa wakati. Aidha, niwakumbusha wakulima kuhakikisha wanazalisha mazao yanayokomaa kwa muda mfupi, hasa katika maeneo yale ambayo yalitolewa utabiri kwamba huenda yasiwe na mtiririko wa mvua za kutosheleza. Hali ya upatikanaji wa chakula nchini ni ya kuridhisha. Hii imetokana na uzalishaji wa mazao ya chakula katika msimu wa kilimo 2024-2025 kuwa mzuri, ambapo uzalishaji ulifikia tani milioni 23.8 ikilinganishwa na mahitaji ya milioni 18.3. Uzalishaji huo umeihakikishia nchi utoshelevu wa chakula kwa 130%. Pamoja na hatua hiyo nzuri ya upatikanaji wa chakula hapa nchini, bado kuna maeneo ambayo uzalishaji wake haukuwa wa kuridhisha. Hivyo serikali inaendelea na tathmini ya kina kubaini hali ya chakula katika maeneo hayo na kuchukua hatua stahiki. Ni watoe hofu wananchi wote wa Tanzania, hapata kuwepo na mwananchi ambaye atapoteza maisha kwa kutokana na kukosa chakula. Akiba ya chakula ya taifa imeendelea kuimarika, ambapo hadi kufikia mwezi Disemba 2025 akiba ya chakula kilichohifadhiwa na Wakala wa Hifadhi ya Chakula ya Taifa imefikia tani 578,072. Kuimarika kwa usalama wa chakula nchini kumetokana na uzalishaji mzuri wa mazao ya chakula ukiunganishwa na jitihada mbalimbali za serikali ambazo imefanya, ikiwemo utoaji wa ruzuku ya pembejeo za kilimo, kuimarishwa kwa miundombinu ya umwagiliaji, huduma za ugani, zana bora za kilimo na upatikanaji wa mbegu bora. Mheshimiwa Spika, jitihada hizo zote zinatokana na maono na dhamira ya dhati ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya kuendeleza kilimo na kuwasaidia wakulima hapa nchini. Pamoja na jitihada hizo, hivi karibuni ameridhia utekelezaji wa mkakati wa taifa wa zana za kilimo unaolenga kuimarisha matumizi, uzalishaji, usimamizi na uratibu wa teknolojia za kilimo katika mnyororo mzima wa thamani. Kupitia mkakati huo, Mheshimiwa Spika, serikali imepanga kununua matrekta 10,000 na kuanzisha vituo jumuishi 1,000 vya huduma za zana za kilimo katika ngazi za kata. Hivyo utekelezaji wa mkakati huo utaleta mageuzi makubwa katika sekta ya kilimo na kuwanufaisha wakulima wengi, huku serikali ikishirikiana na sekta binafsi. Hakika Mheshimiwa Rais anastahili pongezi kwenye hili. Kwa kuitoa sekta ya kilimo kutoka kwenye kilimo cha kauli mbiu kwenda kwenye uhalisia wa utekelezaji wa programu za kilimo. Nitumie bunge lako tukufu kuielekeza Wizara ya Kilimo kuendelea kusimamia kikamilifu sekta ya kilimo, ikiwemo miradi ya umwagiliaji, kuongeza thamani ya mazao, uhifadhi wa mazao, na niwakumbushe maafisa ugani na maafisa kilimo kutoa elimu kwa wakulima kuhusu kanuni bora za kilimo na matumizi ya teknolojia za uhifadhi wa mazao. Kwa upande mwingine, nitoe wito kwa wakulima kutumia vizuri mavuno wanayopata sambamba na kuzingatia maelekezo ya wataalamu. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea na uandikishaji wa wanafunzi wa darasa la awali, darasa la kwanza na wanafunzi wanaosoma kupitia mpango wa elimu ya msingi kwa waliokosa MEMKWA. Hadi tarehe 23 Januari 2026, idadi ya wanafunzi wa darasa la awali walioandikishwa ni 1,049,015, wavulana wakiwa 522, wakiwa 522,267 na wasichana wakiwa 526,748, wakiwemo wenye mahitaji maalum 1,316, wavulana 716 na wasichana 600. Sambamba na hilo, idadi ya wanafunzi wa darasa la kwanza walioandikishwa ni 1,341,112, wakiwemo wavulana 665,936 na wasichana 675,176.
wakiwemo wenye mahitaji maalum 2080, wavulana 1137 na wasichana 943. Kwa upande wa elimu ya sekondari, idadi ya wanafunzi wa kidato cha kwanza walioripoti hadi kufikia Januari 23, 2026 ni wanafunzi 510,474, wavulana wakiwa 234,389 na wasichana 276,085, wakiwemo wenye mahitaji maalum 1116, wavulana wakiwa 571 na wasichana 532. Mheshimiwa Spika, idadi ya wanafunzi walioripoti kidato cha kwanza hadi sasa bado hairidhishi. Nitoe maelekezo kwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya kuhakikisha watoto wote waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza wanaripoti shuleni. Vilevile nitoe wito kwa wazazi na walezi wenye watoto walio na sifa ya kuandikishwa darasa la awali na la kwanza wahakikishe wanatekeleza wajibu huo. Ufaulu wa wanafunzi wa mitihani ya taifa ya kidato cha 4 umekuwa ukiongezeka, ambapo kwa mwaka 2025 jumla ya watahiniwa wa shule 526,620 kati ya 555,606 sawa na 94.98% walifaulu mtihani wa taifa wa kidato cha 4 ikilinganishwa na mwaka 2024 ambapo watahiniwa 440,847 kati ya 477,262 walifaulu, ikiwa ni sawa na 92.37%. Matokeo haya yametokana na serikali kuendelea kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia katika shule zetu, ikiwemo kununua na kusambaza vitabu milioni 18 vya ziada. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii mbele ya bunge lako tukufu kuweka msisitizo hususan maeneo muhimu ninapoelekea kuhitimisha hotuba kama ifuatavyo. Kwa upande wa utekelezaji wa miradi kwa ubia, serikali haiwezi kuwa mtekelezaji pekee wa miradi yote ya maendeleo na kwa wakati mmoja kwa kutegemea rasilimali za serikali peke yake. Sekta binafsi ni mdau mkubwa katika maendeleo na ni injini ya kuchachusha utekelezaji wa miradi mbalimbali. Kwa kutambua umuhimu huo, serikali imeweka mazingira wezeshi kwa sekta binafsi kutekeleza miradi ya maendeleo kwa ubia. Kwa msingi huo, ninaelekeza Wizara ya Fedha kupitia Kituo cha Utekelezaji wa Miradi ya Maendeleo kwa Ubia kuhakikisha kinaratibu sekta zote na kutoa ridhaa kwa miradi yote inayokidhi vigezo vya kuendeshwa kwa ubia. Mheshimiwa Spika, naomba nirudie tena hii. Ninaelekeza Wizara ya Fedha kupitia Kituo cha Utekelezaji wa Miradi ya Maendeleo kwa kutumia ubia kuhakikisha kinaratibu sekta zote na kutoa ridhaa kwa miradi yote inayokidhi vigezo kuendeshwa kwa njia ya ubia. Maafisa masuhuri wote wahakikishe wanatoa kipaumbele na ushirikiano kwa sekta binafsi zenye uwezo na kutekeleza miradi ya maendeleo kwa ubia. Mheshimiwa Spika, tunakokwenda tutaanza kupima utekelezaji wa miradi iliyotekelezwa kwa bajeti ya serikali na kupima miradi ile ambayo ilikuwa na sifa za kutekelezwa kwa ubia, tuone utekelezaji wake na tupime kujiridhisha juu ya utekelezaji wake. Mheshimiwa Spika, ninapoelekea kumaliza pia niendelee kusisitiza haya yote tunayoyapanga ili yaweze kutekelezwa ni lazima tuzingatie amani, usalama na utulivu katika nchi yetu. Amani na usalama na utulivu ni jukumu la kila Mtanzania na linahitaji juhudi za pamoja katika nyanja mbalimbali. Hivyo tunawajibika kuepuka masuala yote yanayochochea uvunjifu wa amani ndani ya nchi yetu, ikiwemo matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Pamoja na jukumu hili, napenda kuwakumbusha Watanzania wote masuala yafuatayo. Kwa upande wa wizara za kisekta, wizara zenye dhamana ya ustawi wa jamii ziweke kipaumbele kwenye kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo viongozi wa dini na asasi za kiraia
na mashirika yasiyo ya kiserikali kutoa elimu na malezi yakiwemo matumizi bora ya mitandao ya kijamii. Ninawaasa Watanzania wenzangu kuwa na matumizi chanya ya mitandao ya kijamii na kuifanya kuwa ni nyenzo muhimu ya kujielimisha, kuendeleza biashara zetu na kukuza uchumi, badala ya kuitumia katika njia ambayo inatugawa na njia ambayo inaleta athari hasi kwenye ukuaji na ustawi wa taifa letu. Nitoe rai kwa Watanzania wote kulinda tunu hii ya amani kwa ajili ya taifa letu na kuwa na wajibu wa kila raia kuheshimu na kuendeleza mshikamano na kudumisha amani katika taifa letu. Mheshimiwa Spika, sote tunatambua Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alikwisha kutoa uelekeo na amekuwa mstari wa mbele katika kuleta mshikamano na maridhiano ndani ya nchi yetu. Hii inajidhihirisha kupitia maamuzi yake ya kuunda tume huru ya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyojitokeza baada ya uchaguzi. Mapendekezo hayo ya tume hiyo yatakuwa msingi wa uundwaji wa tume ya mazungumzo na maridhiano kama alivyoahidi kuiunda. Mheshimiwa Spika, serikali sikivu ya awamu ya 6 itaendelea kusikiliza ushauri na maoni ya waheshimiwa wabunge na Watanzania wote ili kuweza kuhakikisha tunakuwa na taifa moja lenye watu wanaoheshimiana, watu wenye amani na furaha ndani ya nchi yao. Mheshimiwa Spika, itakumbukwa pia siku ya Jumatatu tarehe 3 Novemba 2025, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan aliapishwa rasmi kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni ishara ya utekelezaji na ilani ya uchaguzi imeanza kutekelezwa, na hiyo ndio ilikuwa ishara ya kwanza ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kwa mwaka 2025-2030. Niwahakikishie waheshimiwa wabunge na wananchi wote kwamba serikali itatekeleza kikamilifu ilani ya uchaguzi na kuzingatia vipaumbele ambavyo vimeainishwa katika kila ibara kwa lengo la kuhakikisha kauli mbiu ya kazi na utu tunasonga mbele na inatekelezwa. Hivyo niwakumbushe viongozi wa wizara, idara zilizo chini ya idara zote za serikali kuzingatia masuala muhimu ambayo yameainishwa kwenye ilani ya uchaguzi. Na katika kutekeleza ilani ya uchaguzi, niwasisitizie viongozi wote kuendelea kuwasikiliza wananchi, waheshimiwa mawaziri, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, watumishi wengine wote wa umma watenge muda wa kuwasikiliza wananchi na kutatua kero zao. Wananchi katika maeneo mbalimbali wanahitaji kuona kero zao zinatatuliwa. Niwaelekeze viongozi wote tutembelee maeneo ya wananchi hususan yenye migogoro na tuyatafutie ufumbuzi. Ipo migogoro kwenye maeneo ya ardhi pamoja na maeneo mengine. Wafuateni wananchi, wasikilizeni na tatueni kero zao ili wasilazimike kwenda ngazi za juu au kusubiri ziara za viongozi. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa michezo, nchi yetu imeendelea kufanya vizuri katika michezo mbalimbali. Mafanikio hayo yanatokana na maono na uongozi mahiri wa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo katika uongozi wake tumeshuhudia mageuzi makubwa katika sekta ya michezo hapa nchini. Kutokana na hatua hizo, timu zetu za ngazi mbalimbali zimeendelea kufanya vizuri na kulitangaza taifa letu kitaifa, kikanda na kimataifa. Nitumie fursa hii adhimu kuwapongeza vijana wetu wa timu ya taifa ya mpira wa miguu Taifa Stars kwa kufanikiwa kuandika historia ya kufuzu hatua ya 16 bora ya michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika. Tangu kuanzishwa mashindano haya, Tanzania imefanikiwa kushiriki mara 4: mwaka 1980 nchini Nigeria, mwaka 2019 nchini Misri, mwaka 2023 nchini Cote d'Ivoire na mwaka 2025 nchini Morocco, ambapo tumeweka rekodi ya kuingia 16 bora. Mashindano ya AFCON hutazamwa na watu wengi duniani, hivyo mafanikio haya yameiwezesha Tanzania kutambulika zaidi katika ramani ya soka barani Afrika na duniani kote. Serikali kwa kushirikiana na Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania, Baraza la Michezo la Taifa,
na benchi la ufundi na wachezaji pamoja na wadau wote wa michezo imeelekeza nguvu sasa katika maandalizi ya timu ya taifa ili kuhakikisha inafanya vizuri zaidi katika mashindano yajayo ya AFCON ya 2027 ambayo yatafanyika kwa umoja Tanzania, Kenya pamoja na Uganda. Aidha, maandalizi ya miundombinu mbalimbali ikiwemo ujenzi na ukarabati wa viwanja yanaendelea vizuri. Matarajio yetu ni kuhakikisha maandalizi yanafanyika kwa ufanisi na kombe hilo linabaki hapa nchini, na inawezekana. Nitoe wito kwa Watanzania wote kuendelea kuiunga mkono timu yetu ya taifa na wakati wote kuchangamkia fursa mbalimbali zinazojitokeza kutokana na maandalizi ya mashindano hayo. Pia nitumie fursa hii, timu zetu za taifa za michezo mingine zimeendelea kufanya vizuri katika maeneo mbalimbali. Mathalani, katika mchezo wa cricket, timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 19 ilifanikiwa kufuzu mashindano ya kombe la dunia la cricket ya chini ya umri wa miaka 19 yaliyofanyika mwezi Januari 2026 nchini Namibia. Hatua muhimu katika maendeleo ya michezo ni pamoja na hiyo. Timu nyingine zilizofanya vizuri katika hatua mbalimbali za mashindano ni pamoja na timu ya taifa ya wanawake, timu ya taifa ya mpira wa miguu ya wanawake Twiga Stars, klabu ya JKT Queens, timu ya taifa ya mpira wa miguu chini ya umri wa miaka 20 yani Ngorongoro Heroes, timu ya taifa ya mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu yani Tembo Warriors, timu ya taifa ya ngumi, timu ya taifa ya kuogelea na timu ya taifa ya mpira wa miguu chini ya umri wa miaka 17 yani Serengeti Boys. Mheshimiwa Spika, ninapenda pia kuzipongeza klabu zetu za soka hapa nchini kwa mafanikio makubwa zinazoendelea kuyapata katika mashindano ya kimataifa. Klabu za michezo za Simba na Yanga, nianze na Yanga na Simba, zimeonesha ushindani wa hali ya juu kwa kufanikiwa kufuzu na kushiriki katika hatua za makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Hali hii inadhihirisha uimara, ubora na ukuaji wa soka la Tanzania katika ngazi ya Afrika. Na kwa kuwa michezo bado ipo inaendelea, nizitakie kila laheri katika michezo inayofuata. Aidha, klabu za Azam na Singida BS zimefanikiwa kufuzu kushiriki hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika. Mafanikio haya yameendelea kuitangaza vyema nchi yetu na kuipa heshima kubwa kimataifa pamoja na kuongeza alama za nafasi ya Tanzania katika viwango vya soka hapa Afrika. Katika hatua nyingine, kuendelea kukuza vipaji vya michezo hususani miongoni mwa vijana wetu, serikali inaendelea kutekeleza kwa kasi ujenzi wa akademia ya michezo ya Malia. Mradi huu ni moja ya uwekezaji mkubwa wa kimkakati unaolenga kuandaa kizazi kipya cha wanamichezo mahiri kitakaoweza kushindana katika ngazi mbalimbali za kitaifa. Nitumie fursa hii kuipongeza klabu ya Yanga kwa kufanikiwa kutwaa ubingwa wa Kombe la Mapinduzi katika fainali iliyochezwa katika uwanja wa Gombani Pemba dhidi ya klabu ya Azam. Mashindano ya Kombe la Mapinduzi si tu ni burudani, bali yamekuwa chachu wa mshikamano wa kitaifa unaoenzi mapinduzi matukufu ya Zanzibar na kukuza vipaji. Serikali inatambua na kuthamini mchango wa wanamichezo binafsi katika kutangaza taifa. Ninapenda kupongeza wanariadha wetu mashuhuri Alphonce Simbu kwa kuwa bingwa wa dunia wa marathon katika mashindano ya riadha yaliyofanyika jijini Tokyo nchini Japani, ambapo alinyakua medali ya dhahabu. Mafanikio hayo yameitangaza Tanzania kupitia na kuipa heshima taifa letu. Mheshimiwa Spika, nihitimishe hotuba yangu kwa kuwashukuru tena waheshimiwa wabunge kwa michango yenu muhimu mlioitoa kwa lengo la kuboresha maisha ya wananchi wetu. Kama nilivyotangulia kusema, michango yenu ni muhimu sana katika kuimarisha utendaji wa serikali. Na Mheshimiwa Spika, umesema hapa tutabanana, na sisi huku serikalini tutabanana hivyo hivyo, kwa sababu Mheshimiwa Rais amekwisha kuelekeza, kama ambavyo umetoka kumsikia waziri wa mipango akisema kwamba Mheshimiwa Rais amechagua tutafanya kazi kwa hali isiyo ya kawaida, business unusual.
tutafanya kazi kwa kasi kubwa zaidi, na hiyo ndio kauli aliyotumia wakati analizindua Bunge. Kwa hiyo nitoe rai kwa wafanyakazi, watumishi wa umma na kila mmoja kwenye deski lake kuzingatia hiyo kauli ya business unusual. Tutaendelea kufuatilia utekelezaji wa kauli hiyo na maelekezo hayo ya Mheshimiwa Rais. Ninamshukuru katibu wa Bunge, wasaidizi wake na watumishi wote wa Bunge kwa kutuhudumia vizuri na msaada mkubwa ambao wametoa katika kipindi chote wakiwa hapa. Kadhalika nashukuru viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama kwa kazi nzuri wanayofanya kulihakikishia taifa letu na waheshimiwa wabunge na wageni wetu. Hatimaye leo tunahitimisha mkutano huu wa 13. Ninatoa shukurani zangu za dhati kwa waheshimiwa mawaziri, naibu mawaziri, makatibu wakuu pamoja na watumishi wote serikalini. Mmefanya kazi kubwa na nzuri na mmekuwa mkitoa ufafanuzi unaohusu sekta zetu kwa wakati na kwa weledi. Utendaji wenu umekuwa chachu ya mafanikio na hii mijadala ambayo imefanyika. Nimshukuru pia mwanasheria mkuu wa serikali kwa kazi kubwa anayofanya ya kutoa ushauri na ufafanuzi wa masuala yote yanayohusu masuala ya kisheria. Ninawashukuru viongozi na watendaji wote serikalini na taasisi zote ambazo wameendelea kutekeleza majukumu yao kwa weledi, kwa umahiri na ufanisi mkubwa. Hongereni sana kwa juhudi kubwa ambazo mnazifanya. Mheshimiwa Spika, nimeendelea kusema kila wakati watendaji wa serikali na watumishi wa umma ambao wanafanya kazi nzuri wasishikwe na unyonge wowote pale wanapokuta kuna walio wazembe wanachukuliwa hatua. Hatua ni kwa ajili ya wale wasiofanya vizuri na pongezi ni kwa ajili ya wao wanaofanya vizuri. Nchi inapiga hatua kwa sababu wapo watumishi wanaofanya vizuri, wapo watumishi wa umma wanaofanya vizuri, tena walio wengi wanafanya vizuri. Hongereni sana kwa kazi nzuri mnayofanya. Vile vile nitakuwa mchoyo wa fadhila endapo sitawashukuru wanahabari kwa uchambuzi mzuri walioutoa. Niwashukuru pia madereva wetu na niwatakie safari njema tutakapokuwa tunatawanyika. Katikati ya mwezi huu tunatarajia kuwa na ibada ya mfungo. Nitumie fursa hii kuwatakia waumini wote wa Kiislamu maandalizi mema ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan na waumini wa Kikristo maandalizi mema ya mwezi mtukufu wa Kwaresma. Kwa kuwa hizo zote ni ibada muhimu kwa waumini wa madhehebu hayo ya dini, nitoe rai kwa wafanyabiashara kutokupandisha bei kwa kutumia kipindi hicho muhimu cha ibada. Hatuna uhaba wa chakula, tusipandishe bei, hatuna sababu ya kufanya hivyo. Tuache watu wafanye ibada kwa amani. Tuendelee kuiombea nchi yetu katika kipindi hicho cha ibada, mwezi mtukufu pamoja na Kwaresma. Tuendelee kumwombea rais wetu pamoja na sisi sote. Mheshimiwa Spika, nitoe rai kwa Watanzania wote tuendelee kudumisha amani na utulivu. Na baada ya maelezo hayo, sasa ninapenda kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu liahirishwe hadi Jumanne tarehe 31 Machi mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi litakapokutana tena katika ukumbi huu hapa jijini Dodoma. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Hoja imeungwa mkono. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa hotuba nzuri. Waheshimiwa wabunge, Katibu wa Bunge anaomba kuwatangazia au kuwakumbusha waheshimiwa wabunge wote kuwa kutakuwa na uchaguzi wa viongozi wa Bunge Sports Club tukifanyika leo tarehe 6 Februari katika ukumbi wa Mseko mara baada ya kuahirishwa mkutano wa Bunge. Uchaguzi huo utahusisha viongozi wafuatao: mwenyekiti wa Bunge Sports, makamu mwenyekiti, meneja, wajumbe 5 kamati ya utendaji Bunge Sports, angalau wanawake wawe wawili. Waheshimiwa wabunge wote naomba mshiriki.
Mheshimiwa Zainab Katima, mwenyekiti wa Umoja wa Bunge Vijana Tanzania TYPC, anaomba kuwatangazia wabunge wote vijana wenye umri chini ya miaka 40 kujisajili katika karatasi zilizopitishwa ukumbini hii leo kama sehemu ya maandalizi ya kupata mawasiliano ya wajumbe watakaounda umoja huo katika bunge hili la 13. Hivyo wahusika mnaomba kufanikisha zoezi hili kwa kujaza majina kamili na namba ya mawasiliano ya WhatsApp. Fomu ziko hapa, na mkabidhi katibu. Katibu. Wimbo wa Taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Endeleeni kusimama. Sasa nitawahoji wenye afya bunge liahirishe mpaka tarehe 31 Machi 2026 waseme ndio, wasiafiki waseme sio. Niahirishe shughuli za bunge mpaka tarehe 31 Machi saa 3 asubuhi.